Lakini waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Habari ya mateka. Jija. Mafanga. Mwanya uli. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli binafsi nasikia raha sana kukutana na nyinyi. Nimefurahi sana, lakini kabla hayo nitangulize kwa moyo wa dhati kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ametuwezesha tumekutana hapa. Nilikuwa na shauku kubwa sana kukutana na nyinyi, lakini kwa uwezo wake tumekutana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Lakini niwashukuru na kuwapongeza nyinyi nyote mliojitokeza kuhakikisha mnaitumia fursa hii vizuri ya kuomba mikopo na hatimaye mmefuzu, na leo mnakwenda kupata fedha kwa ajili ya kufanya shughuli zenu za kiuchumi. Na hii sio tu kwenu binafsi, inakwenda kukomboa familia zenu, jamii yetu ya Singida, lakini na taifa kwa ujumla. Hongereni sana. Lakini kama walivyotangulia wenzangu, binafsi mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kukazia sera ya kutenga 10% ya mapato ya halmashauri kwa ajili ya kukopesha makundi maalum. Na makundi hayo ni nyinyi wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Lakini huko nyuma ilikuwa utashi wa afisa maendeleo ya jamii. Anakuangalia anakwambia njoo jaza fomu. Halafu yule mwingine alomba jana anarukwa anapewa wa leo, si ndio? Mama yetu akakaa akaona haiendi vizuri. Akasimamisha mkopo, akautengeneza utaratibu mzuri zaidi. Na ndio maana leo mnaomba kwenye mfumo, si ndio? Mnaona tabu, lakini ile inawalinda nyinyi. Wewe unaonekana umeingia jana, atakayekuja leo anaonekana yuko chini yako. Kwa hiyo hawezi kupewa wewe wa chini ukaruka wewe wa juu, si ndio? Haya yote Mama Samia ameboresha ili haki na usawa utendeke. Nani kama Mama Samia? Lakini kama haitoshi, ameendelea kufungua fursa mbalimbali. Ameona 10% haitoshi. Hapa kwenye taarifa ya mkurugenzi tumeona vikundi 59 vimeomba. Lakini nyinyi mnapata vikundi 25. Kuna vikundi 34 vimebaki, ndio? So kwamba walikuwa hawana sifa sana. Saa nyingine mkurugenzi hela zimeisha. Lakini nyinyi mkawa ni wenye bahati, mmepata zile fedha. Fedha iliyopo ni ndogo kuliko mahitaji ya watu. Kwa kwanza jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu umepata, lakini tuendelee kuzitumia vizuri hizi fedha ili zilete tija kama ambavyo tumefikiria. Mama Samia halali anawaza Watanzania hawana ajira, nifanye nini? Vijana kama alivyosema katibu, kwa mujibu wa matokeo ya sensa ya mwaka 2022, 1% ya Watanzania ni vijana. Ukija kijinsia 1% ni wanawake, si ndio? Kwa hiyo haya makundi yanamuumiza kichwa. Na ndio maana umeona pamoja na 10% hii, lakini bado ameleta bilioni 200 kwa ajili ya vijana. Mmeshazisikia? Vijana mmezisikia? Mbona mnaitikia kinyonge? Ongeza mliwaambia hizo fursa. Lakini kwa mambo mawili, kilimo na nini na mifugo. Tunaelewana eh? Na nikiona hapa watu tuna sura za kilimo na mifugo. Kwa hizo ni fursa za kuchangamkia. Ukikosa kwenye 10% unahamia huko kwenye bilioni 200, si ndio? Ukikosa hapa, iko 30% ya kazi zinazotangazwa na serikali. 30% inatakiwa ende kwa vijana, wanawake, walemavu na wazee. Mmeisikia hiyo pia? Hamjasikia eh? Ndio. Wote tumebanana kwenye 10% tu, si ndio? Ndio. Fursa ziko nyingi. Na hapa tunaambiwa vikundi 5 tu. Hivi vikundi 5 kwa vijana wote wa Singida ni sawa? Vikundi 5 kwa wanawake wote wa Singida ni sawa? Sio sawa. Taarifa hazifiki vizuri, si ndio? Ndio. Kwa hiyo hapo tayari maafisa maendeleo ya jamii mshaona eh? Kama nyinyi mnang'ang'ania tu 10%. Lakini ziko fursa nyingi ambapo tungewatawanya watu wangeenea. Ziko taasisi za kifedha. CRDB wanaimbeju. NMB wanatoa pikipiki na bajaji. Tukiwatawanya hao vijana wote utakuta huyu kachukua CRDB, huyu kachukua NMB,
huyu ana 10%, huyu kaenda kwenye bilioni 200, mwanamke kaenda kwenye mfuko wa wizara. Kuna mfuko wa wizara wa wanawake pia, mnaujua? Wewe una kazi na namaliza bajeti, nakuja tunatoka wewe na watu wako, mkanambie mwambie nini hao watu ili wafaidike na hizo fursa. Maana hatuwezi kukaa na watu hawajui fursa zinawapita, alafu tunalia tuna umaskini katika nchi yetu, si ndio? Kwa hiyo mjipange vizuri, na maliza vikao vya bajeti, kila mtu kwenye kata yake nikajue amewaambia nini watu pale kwenye kata, ili twende vizuri, watu wapate fursa hizi kama inavyotakiwa, si ndio? Hapo vipi? Leo nyinyi mmebahatika, mmepata, na mimi nafurahi kuona zimetoka kwa wakati. Hili ni takwa la kisheria kwamba lazima tutenge, na tukitenga lazima tutoe, na tukitoa lazima tukusanye, ili zirudi zizunguke. Na kwenye mzunguko huu zinaweza kukukuta tena wewe au zikamkuta mtu mwingine, itategemea na juhudi yako, si ndio? Kwa hiyo niwaombe sana, hizi fedha twende tukazifanyie kazi kabla ya kuanza kuzitumia. Tunaelewana vizuri Ndio. Na simu wako kwa semina kidogo. Mtunzaji wa hesabu. So ukiuza 100,000 unafikiri yote 100,000 ni faida unaenda kuitumia. Ni lazima ujue nimeuza 100,000, hapa msingi ni shilingi ngapi na faida ni shilingi ngapi, ili ulinde msingi wako, si ndio? Ndio. Mimi zamani nilikuwa mjinga na mimi nilikopa. Pengine wako tulokopa nao huko, nilikuwa nakopa SIDO. Kwa tunaenda sanani kama saa hizi tunapoa 500,000 nakumbuka. Sasa mimi ile siku ya kutoa hela naenda kule, nikiona kweli hela zipo napiga simu nyumbani, mtoto washa jiko, bandika maji ya kuku. Mimi nikitoka SIDO napita sokoni, mchele, kuku nyumbani. Siku hiyo jioni diko linapita. Hapo nimeshakata mtaji, si ndio? Alafu naangalia mbona kitenge kile mtu alivaa mimi sijakipata. Naenda nachukua. Mpaka nakuja kujaribu kufanya biashara, nusu ya fedha nimeshaifanya mambo yasiyo, si ndio? Na hii nakwambia serious, mwisho wa mkopo unafika, mimi sijarejesha na daiwa. Na tulikuwa tunakopa kwa vikundi 5 Sasa wenzangu wamemaliza, wanataka kukopa, mimi nina deni. Wanaanza kunifuata wapi? Nyumbani. Naambia mtoto akija, waambie mimi sipo. Watoto wadogo akija, naambia mama alisema akija tuambie mtu. Anaambia kamtoe. Natolewa na fedheha, mwisho anaanza kuwabembeleza, jamani nilipia mimi nitapata nitawarudisha, manake hapo nimeshajifuta, sina sifa, nabaki kurudisha ile deni na sifa kukopesheka sina tena. Sasa sitamani nyinyi hawakute. Natamani hichi mnachokipata leo kiwe mbegu. Nimetumia neno mbegu kwa sababu wote hapa ni wakulima, si ndio? Mbegu hapa kwenye mkono mmoja unaweza kupanda chumba hiki, si ndio? Na ukavuna mazao mengi kuliko yale uliopanda kwenye mkono. Kwa hiyo tuziite hizi za leo ni mbegu. Ziende zikazae kuliko ambavyo tumepanda. Zikishazaa sasa ruksa kubandika maji ya kuku, ruksa kununua mchele, ruksa kuvaa kile kitenge ulichokuwa na kitamani. Na niwapongeze vijana wangu, nimesikia wengine wako waliochukua vyombo badala ya fedha. Hicho ni kitu kizuri kabisa. Na nashawishi mkurugenzi, wakijitokeza wa hivyo, mtu anataka mashine ya kufyatua tofali mpeni, mtu anataka sijui nini, au waliochukua bajeti leo, kesho wakikaa vizuri utakuta na kampuni ya usafirishaji. Tuko hapa tunawekeana ahadi. Wakisimama vizuri watakuja kutoa ushuhuda siku moja kwamba sisi sasa tuna kampuni ya usafirishaji. Na vile vile kina mama, kazi zetu hizi ndogo ndogo. Wa Unyanga wanadundia au Mitunduruni? Wakina nani wanadundia chumvi hapa? Mitunduruni na Unyanga. Vile tu mnaona kazi ndogo ile ya kutengeneza ile chumvi ya kienyeji. Ukitengeneza mara 2 mara 3 unapata mtaalamu anakupa na namna kuongeza madini. Unapata vifungashio. Hakijawa kiwanda. Hakijawa kiwanda. Kwa hiyo tusijidharau na kazi zetu hizi ndogo ndogo. Twende tukaziimarishe, tuzitafutie mafunzo. Wako wataalamu hapa. Kuna namna ya kuongeza thamani, kuna namna ya kuweka vifungashio na barcode zenu ili kuonyesha lebo zenu, si ndio? Unakuta mtu anakupigia, hebu niletee ile chumvi ya Singida naipenda. Alafu sisi tunaidharau, kumbe ni chumvi nzuri na inaweza kutuletea kipato. Niwaombe sana wanangu, niwaombe sana dada zangu, wa mama zangu, twendeni tukafanye kazi. Lakini niwaombe leo nyinyi mkawe mabalozi.
si ndio eh? Wako wengi sana wananipigia simu, mimi nimechoka, nimeenda wananizungusha kama wanavyosema naibu meya. So, kosa ni elimu tu, na afisa maendeleo ya jamii hawezi kukupa kinyume na utaratibu. Lazima atakurudisha, nenda karekebisha hapa, nenda kafanya hivi hapa. Kwa hiyo tena tukawaambia inawezekana. Inafanyaje? Inawezekana. Mradi tu wao wavumilivu, wafuate utaratibu, si ndio? Lakini na ninyi maafisa maendeleo ya jamii mnawadropisha watu sana. Yaani mtu akishakuja kwako manake ametia nia kukopa, si ndio? Mara mbili mara tatu unamwacha, unaanza na mwingine. Kwa nini usiende naye mpaka ufikishe pale alipofika? Nyinyi tunaita ni wataalamu. Hawa tunaowahudumia wanahitaji utaalamu wenu. Sio kama mnanielewa vizuri. Ukimwambia tu nenda stationery ile, si ndio anawaambia hivi? Nenda stationery ile, nenda kajaze. Sio sawa. Mfuatilie amekwenda stationery ile kweli amejaza, maana inawezekana hatuna vifaa, si ndio? Lakini mfuatilie mteja wako, amekwenda amejaza, yuko sahihi. Leo amekosa dirisha hili, kwa nini amekosa dirisha hili, si ndio? Unamfuata, wewe umekosa dirisha hili, kwanza mpe sababu kwa nini amekosa dirisha hilo. Umepungukia sifa 1 2 3, karekebishe 1 2 3, niletee nione. Unamuingiza tena kwenye mfumo, watu watakuwa na imani na serikali yao. Lakini mtu ametoka mtamaa, anarudi 10,000 imeenda siku ya 3, alafu ana drop, ataona serikali ilikuwa namdanganya, ataanza kuchukia, hatakuwa na imani na sisi tena. Kwa hiyo twendeni tukajipange vizuri. Kila mtu sasa hivi naona bahati nzuri. Mimi wakati mstahiki mesu ulikuwa na afisa maendeleo ya jamii sijui 5 sijui 6. Leo kila kata ina afisa maendeleo ya jamii. Sasa nitakushangaa wewe mwenye kata ya Ipembe ambao haina wakazi hata 8,000 unashindwa kuwafikia na kuwapa elimu. Itakuwa kitu cha ajabu. Na nimewaambia nikimaliza budget nakuja tunaenda mmoja mmoja kwenye kata tukutane na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sawa. Sawa.